Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika muhadhara yetu ya leo katika Masjid an-Nur katika mji wa Malaba, karibia mpaka wa Kenya na Uganda, ikiwa niko na Imam al-Masjid, ningependa mwanzo kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa fursa hii, na la pili ningependa kushukuru wenyeji wakiongozwa na Imam kwa ukarimu wao, namna alivyotupokea toka jana mpaka leo. Leo nimeonelea nizungumze sifa za mume mwema kwa njia tatu, kwa faida ya watu watatu. Mwanzo, kwa faida ya mwanamume ambaye ameoa, atajuaje yeye ni mume mwema? Kuna sifa kadhaa, takriban 10 nimewaandalia. Hizi sifa zitakuwa ni kama vipimo kujiangalia wewe ni mume mwema ama si mume mwema. Kwa hivyo ni faida kwangu mimi kama mume. Mimi niko na mke na niko na watoto, alhamdulillah. Sasa hizi sifa 10 nitaangalia kama ninazo. Kama ninazo, nitajua mimi ni mume mwema, ama good husband. Ikiwa sina hizi sifa, basi lazima nifanye bidii sifa hizi zipatikane kwa maisha yangu. Na nimesema hii mada ina faida kwa kundi tatu. Kundi ya kwanza, kwa kila mtu ambaye ameoa, ajijue kama yeye ni mume mzuri ama mume mbaya. Kundi ya pili ambayo ninayolenga ni kwa vijana ambao hawajaoa, wataka kuoa. Lazima wafanye bidii sifa hizi zipatikane kabla hawajaoa. Zikipatikana, basi itakuwa ni jambo zuri na atakuwa mume mzuri. Alafu kundi ya tatu ambayo ninayolenga ni kwa kina dada ambao wameletewa posa, wataka kujua, je, huyu mume atanifaa ama hanifai? Je, huyu mume hizi sifa 10 anazo ama hana? Na inakuwa ni kama kiegezo, na mtu atakuwa ni mwenye kuyatafuta sifa hizi. Kwa hakika nyingi katika sifa hizi, mpaka mume aingie ndani ya ndoa wa kuoe huu mwanamume, ndo utamjua zaidi kwa undani. Lakini kwa kuweza kufanya homework yako ukaulizia juu yake, kuna sifa zingine nzuri lazima awe nazo, na kuna sifa zingine mbaya lazima epukane nazo. Tuanze na sifa ya kwanza. Kwa yule ambaye anayekuwa ni mume, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam amebainisha ya kwamba kuna sifa nzuri lazima zipatikane kwa kila mwanamume ambaye waoa. Sifa ya kwanza, awe ni mtu mwenye dini. Na tukisema dini, awe number 1 ni Muislamu. Akiwa si Muislamu, si mume mzuri. Jambo la pili, baada ya kuwa Muislamu, awe na dini, bimaana yeye ni mtu mwenye kutekeleza mafundisho ya dini ya Allah. Bimaana ni mtu ambaye anayeswali, ni mtu ambaye anayefunga, ni mtu ambaye yafanya ibada za wajibat. Hii ni sifa ya msingi katika mwanamume. Sasa wewe kama mume, utajuaje kama wewe ni mwanamume mzuri? Jambo la kwanza, angalia dini yako. Japokuwa dini si kila kitu, lakini katika yote hakuna kitu muhimu kama dini. Na dini mwafahamu, awe ni mwenye kupractice dini ya Kiislamu. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam
amebainisha ya kwamba wewe kama baba umeletewa posa, na posa hii imekuja kwa ajili ya msichana wako, binti yako. Ar-Rasul anakuambia mwanzo, angalia dini yake. Akiwa na dini, ni mtu Muislamu na yuwafata Uislamu, si Muislamu jina, nafikiri naeleweka. Mtu ni Muislamu na yuwafuata mafundisho ya Kiislamu, yaswali, yafunga na ibada yake, ni mtu wa tauhid, si mtu mwenye kufanya ushirikina, si mtu afanya kazi na uganga na uchawi, ni mtu mwenye imani na takwa, na ni mtu ambaye ni muwahid, na ni mtu aliyekuwa mbali na mambo ya bid'a na uzushi. Hii ni sifa ya msingi kabisa katika ndoa. Wewe kama mume ukiwa uko nayo, basi sifa ya kwanza uko nayo, weka tika. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema, idha atakum man tardawna dinahu, akiwajia mtu ambaye mumeridhia dini yake, mmeridhia na Uislamu wake, si Muislamu wa jina peke yake, lakini ni Muislamu wa kutenda vitendo, basi huyu mtampatia msichana wenu. Sifa ya pili, haitoshelezi mtu kuwa na dini. Aiza kuwa mtu ni Muislamu na yuwafuata mafundisho ya Kiislamu na ni mtu wa ibada, lakini haufai kumpatia msichana wako, japokuwa yeye ni Muislamu na yuwafuata dini ya Kiislamu, na yeye mwenyewe ni mwenye kufunga na kuswali na mwenye ibada, lakini Rasul asema usiangalie hiyo peke yake unapompatia mtu msichana wako. Kuna kiungo cha pili. Asema sallallahu alayhi wasallam, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu, jambo la pili, awe ni mtu mwenye tabia nzuri, yajua kukaa na watu, mtu ambaye anajua kuishi na watu, mtu ambaye yuko na akhlaq nzuri, upright character, good character. Kwa sababu waweza kumpatia mtu ambaye yaswali, yafunga, mtu ambaye yatoa sadaka msichana wako, lakini ukamtia msichana wako ndani ya adhabu katika dunia kabla al-akhirah. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu hana tabia nzuri, hajui kuzungumza, hajui kukaa na watu, hajui kuishi na watu, sayyi'ul khuluq. Kwa hivyo hili ni jambo la pili, tabia njema. Na husnul khuluq ni mambo matatu yapatikane. Utajuaje huyu ana tabia njema? Mambo matatu. Jambo la kwanza, kaful adha, haudhi mtu. Lakini mtu ana tabia ya dhulma, apokonya huyu mali, ampiga huyu, amuudhi yule, amtukana yule, huyu hana akhlaq, usimpatie msichana wako. Kaful adha, awe ni mtu ambaye haudhi mtu. Lakini ukiona mtu ni dhalim, ampokonya mtu mali, aibia yule, amtukana yule, ampiga yule, amuua yule, huyo usimpatie msichana wako, hata kama yoswali usiku mzima na yofunga mchana mzima, usiwahi kumpatia msichana wako. Kwa sababu Rasul asema, man tardona dinahu wa khuluquhu. So khuluq, ulama ametoa mambo matatu kujua kwamba huyu ana tabia nzuri. Number 1, awe ni mtu ambaye haudhi mtu. Kama ni mtu mwenye dhulma na yuudhi watu, hana akhlaq, usimpatie msichana wako. Hata kama yuswali mchana, yuswali kila usiku tahajjud, na yufunga mchana, na yuenda haji kila mwaka, usimpatie msichana wako. Jambo la pili, khuluquhu bimaana badlul ihsan. Number 1, kaful adha, asiwe ni mwenye kuudhi watu. Jambo la pili, utajua mtu ana akhlaq, awe ni mtu mwenye kufanya watu wema na ihsan, ana huruma, akiona mtu ana shida ana roho ya kusaidia. Hii ni ishara ni mtu ana khuluq, aweza ajitolea kusaidia watu. Jambo la tatu, ulama wakasema bashashatul wajh, ni mtu ambaye ukimwona aweza kusmile, lakini mtu ukimwangalia kuja nyumbani, nini nataka posa mshana wako, hata hasmile,
Sasa huu hana akhlaq nzuri. Kwa nini? Kwa sababu ulama wanasema kaful adha wa badlul ihsan wa talaqatul wajh, mtu kuwa na tabassum. Ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam asema at-tabassum fi wajhi akhika sadaqa. Kwa hivyo utajuaje huyu ana akhlaq? Mambo matatu. Je, ni mtu ambaye haudhi watu? Tik. Je, ni mtu ambaye anafaa watu? Tik. Je, ni mtu ambaye ajua kusmile? Lakini mtu hajui kusmile, unampelekea msichana wako, unampatia tu kwa sababu ana mali, ana cheo na nini, msichana wako ataishi ndani ya mateso na adhabu. Kuna msichana mmoja ameolewa kule Nyali, Mombasa, na huyu msichana mume wake labda ni mtu ana ibada, lakini huyu mwanamume ana pesa yomwangalia, lakini huyu mwanamke ametaka aachwe na mume wake, na mume yomfanyia kila kitu, lakini amesema simtaki, aniache. Kwa nini? Bismillah, yakufanyia kila kitu. Anaambia huyu mtu hana akhlaq. Kweli ana mali, kweli yosaidia watu, lakini yoniudhi kila siku. Akuudhi namna gani? Asema nikipanda gari, ile gari yake kubwa, anaambia hii kwenu ungepata. Naenda hotelini tukila mahali chakula nzuri, hii kwenu ungepata. Asema nini mimi kudharauliwa? Sitaki mali yake, afadhali niishi na mtu maskini lakini asiyeniudhi. Yasaidia, yualisha, yafanya wema, lakini ameniingiza ndani ya adhabu na yuanichoma na ulimi wake kila siku. Kwenu ungepata gari kama hii? Ungekuwa kwenu, usingekuwa mimi, ungewahi kupanda ndege? Ungewahi kula chakula kama hii? Subutu, watoto wako wangesoma shule kama hii? Mwanamke asema sitaki, wacha niache. Maudhi zaidi hapa mimi siwezi. Afadhali niishi na umaskini. Afadhali nile sima na papa. Mwajua papa, sio? Papa hapa hamna papa like Victoria, lakini Mombasa tuita papa. Afadhali nile sima na papa na chumvi kuliko kula biriani. Lakini watu wengine hamu yao ni pesa. Hata kama watakosa raha, sema madamu pesa iko, sisi tutastahimilia. Ndio kuna msemo asema I'd rather cry in a Mercedes Benz than be happy on a bicycle. Umesikia msemo huo? Afadhali mimi nitoke na machozi lakini niko ndani ya Mercedes Benz kuliko mimi kucheka na naendesha baiskeli. Muhimu mali? La. Usimuingize msichana wako kwa adhabu na mateso. Kwa hivyo wewe ukitaka kujua wewe ni mume mzuri, kando na swala zako na ibada zako na takwa yako, kando na hayo, lazima uwe na tabia nzuri. Sifa ngapi hizo? Sifa ngapi hizo? 2. Nimesema dini, awe na dini, na dini kitu cha kwanza ni aqida sahiha. Asiwe ni mtu mwenye kufanya shirk na khurafat na mambo machafu, na asiwe ni mtu ambaye ana amal mbaya, zina na uchafu, la. Bali awe ni mtu mwenye kuswali na mwenye kufanya yale ambayo Mwenyezi Mungu amemrisha yasababisha ibada. Jambo la pili, ana akhlaq nzuri. Na tumesema akhlaq nzuri utajua kupitia mambo mangapi? Mambo matatu. Haudhi mtu, yasaidia watu, na ana furaha katika uso wake. Sifa hizo 2 ni za msingi, kwa sababu akija mtu na yomtaka msichana wako na sifa hizi 2 uko nazo, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema usimkataze, mpatie msichana wako. Usiangalie mambo mengine, angalia haya mambo ya msingi. Japokuwa kuna jambo la tatu ni vizuri kuangalia, japokuwa si katika maudhui hii ya sifa za mume, lakini akija mwanamume kwako na yotaka msichana wako, pia ni vizuri uangalie familia yake, kwa sababu inaweza kuwa mwanamume ana dini na mwanamume ana tabia nzuri, lakini ametoka kutoka familia ya watu wakorofi, wasumbufu. Si washaonekana watu wazuri, mtoto mzuri amepatikana kwa familia yao. Sasa msichana wako ikiwa ataolewa kwa hiyo familia, japokuwa huu kijana ni mzuri, ana tabia nzuri na ana dini,
lakini wazee wake na ndugu zake watakuja kumuudhi msichana wako. Utamweleza msichana, huu kijana mzuri lakini familia yake si nzuri, usiolewe. Kwa sababu msichana akiolewa si wako tena, msichana amechukuliwa katika boma nyingine. Nafikiri mnafahamu Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza umuhimu wa familia na wazee kuwa wazuri, kama ilivyokuja katika Qur'ani, wa kana abuhuma saliha. Lakini hii haiko katika maudhu. Lakini Mtume SAW ametaja sifa hizi mbili za msingi. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, akija mtu na ana dini na ana akhlaq, basi mpatie msichana wako. Sifa nyingine ya mume mzuri ni kwamba aweza kubeba majukumu ya kumlisha na kumvisha mke wake. Wewe kama mume, nani ambaye anayelipa kodi? Wewe kama mume, nani ambaye anailisha? Wewe kama mume, ndani ya boma, nani ambaye anaitibu mtoto akiwa mgonjwa, anamsomesha? Kweli saa zingine biashara inapanda ikishuka, kweli saa zingine kazi unafutwa, mke ndio yofanya kazi, lakini siwe kila siku ndio hivyo. Usiridhie mke wako kutoa pesa, hata kama yofanya kazi aina gani, usiridhie achangie. Bali saa zingine itakupelekea wewe kutoheshimiwa ndani ya boma yako. Ukitaka usalama ndani ya boma yako, shilingi ya mke wako isingie ndani. Ukitaka heshima katika boma yako, shilingi ya bibi yako isingie ndani. Ikiwa inabidi awe ni mwenye kuchangia kwa dharura, basi wewe tiania kwamba hii ni kwa dharura muda fulani, lakini nitafanya bidii hii pia mimi nilipe. Sijui kama tuelewana. Mathalan, uko na watoto 6 na mke wako yafanya kazi, wewe walipa fizi watoto 5 shule. Akasema huu wa 6 mimi nitakuwa nikimlipia. Jukumu ni lako, usisema mke wangu bwana amenipumzisha. La, wewe chukua jukumu na masuhulia. Na kama ni dharura imekupelekea waweza kulipa 5 wa 6 huwezi kulipa, tia nia na muombe Allah, ya Allah nisaidie na nifungulie njia, mimi huu mtoto wa 6 pia nimlipie. Hii inaleta heshima katika ndoa na katika boma. Lakini siku ambapo mwanamke atakuwa ni mwenye kukosa pesa zako na yeye ndio yochangia, bali anakuwa anasema tuchangie, mimi nafanya kazi na wewe wafanya kazi, akakwambia tufanye 50-50, wewe lipa 50 na mimi nitalipa 50, na wewe ukakubali ukasema alhamdulillah pesa zingine na save, ujue ya kwamba pia uamuzi inakuwa ni 50-50. Pia uamuzi unakuwa ni 50. Maadamu yeye pia analeta pesa, lazima uamuzi pia awe nayo. Haidhuru mwanamke au mke wako kushauriana naye. Ukamwambia mke wangu waonaje hivi? Ar-Rasul alishauriana na wake zake. Na saa zingine akiona rai yao ni nzuri alikuwa akichukua sallallahu alaihi wasallam. Haimaanishi usimshauri mke wako. Saa zingine mke wako aweza kuja na rai bora kuliko yako. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa hajui afanye nini sulhul Hudaybiyah. Akapewa fikra nzuri na mke wake Ummi Salama. Ar-Rasul akachukua fikra na wazo ya Ummi Salama na akafanikiwa. So saa zingine mke akileta fikra nzuri usikatae ati kwa sababu ni mwanamke. La, hivyo sivyo alivyokuwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakini nasema saa zingine fikra yako na wazo yako yaweza kuwa ni nzuri, lakini mke asema mimi nataka hivi. Nani mwenye kauli ndani ya nyumba? Ukitaka uwe ni mwenye kuwa na kauli ndani ya nyumba, na ukitaka wewe uwe ni mwenye kufanya uamuzi, basi wewe mwenyewe simamia boma hiyo. Ndio maana imewekwa sharti ya nafaka. Imewekwa sharti ya nafaka kusimamia boma, imewekwa sharti ili uowe. Kama hauna uwezo wa kumsimamia mwanamke huyo, usiowe. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam apatia wasia vijana. Kuna vijana ambao wameoa hapa. Okay, wacha ni rephrase. Kuna vijana ambao hawajaoa, hawana wake hapa. Kama kuna mwanamume hajaoa nyoshe mkono. Sina msichana nataka kuwapatia, msifahamu kimakosa. Naona wengine wamenyosha kwa haraka. Sasa nataka kuuliza hili swali tena. Kuna mtu ambaye hajaoa hapa?
Kuna mtu kijana hajaoa? Nyosheni mkono. Mashaallah. Mtu ambaye anayetaka kuoa amewekewa sharti na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sharti yenyewe ni hii, asema sallallahu alaihi wasallam, ya ma'shara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija. Mwelekeo kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, enyi vijana, muadhin na wengine ambao wako hapa, enyi vijana, yeyote kati yenu ambayo yaweza kuoa akaweza kuwa na albaa. Albaa ina tafsiri mbili, maana mbili. Maana ya kwanza, wewe waweza kumshughulikia mwanamke kitandani. Nafikiri imeeleweka hiyo, tuweke kando. Maana ya pili, albaa imefasiriwa waweza kumsimamia majukumu yake. Umemtoa msichana kutoka boma ya babake ukamleta kwako, kwa hivyo majukumu aliyokuwa akifanya babake juu ya huyu msichana inaingia kwako.